Ni muda na wakati ambao tunakutana tena ndani ya kipindi hiki, lakini kubwa tukiwa tunazungumzia masuala mbalimbali kuelekea michuano ya AFCON ambayo utaiona au kupitia Azam TV mubashara kabisa, game zote bila kukosa hata moja. Na hii pia inakupa au itakupa wasaa wewe wa kuweza kufuatilia yale ambayo yanajiri kuelekea michuano hiyo, yaliyopita pia katika michuano hiyo, na vile vile kuangalia kile ambacho tutakuja kukifanya sisi hapa nyumbani wakati tukiandaa michuano hiyo na wenzetu wa Kenya na Uganda 2027. Niko na mhariri wa Mwananchi Charles Abel, lakini by surprise kubwa kabisa leo hii ni naye teammate wangu. Nazungumzia ndani ya miaka 10 ya Azam TV, mmoja wa watu ambaye tumekuwa nao kama mchambuzi nguli kabisa, lakini pia aliweza kutuacha kutokana na majukumu kule serikalini katika upande wa michezo na majukumu mengine mapya ambayo yamepangiwa hivi sasa. Leo hii nimemlazimisha kwamba vile vile ulivyo ndugu yangu, mafuriko pande yoyote, sio mara moja, sio mara mbili, sio mara tatu. Ali Maitembele. Sasa mimi sielewi unaposema surprise. Ni surprise kwa sababu gani? Hivi mtu kurudi nyumbani ni surprise? Surprise kwa sababu hujaonekana muda mrefu. Mtu unaenda nyumbani kwako ni surprise? Ndio, kutokuonekana muda mrefu lazima surprise. Bwana wewe ulitegemea kwamba leo unaweza kumpata kivyepesi nani Charles? Tunaweza kumpata hali kivyepesi. Mimi binafsi sikutegemea. Mimi sikutegemea. Kabisa Sikutegemea. Wewe umemwandika sana Ali wakati wa makuzi yako, na hata ulivyokuwa umemwandika sana Ali, sio? Of course, unajua mimi sio tu kumwandika. Mimi unajua wakati niko mdogo nilikuwa namuona anacheza, nilikuwa nashikwa mkono na nenda uwanjani kumuona anacheza. Baadaye ndo alikuwa miongoni mwa wasosi wangu. Okay. Yaani mimi hata nikimpigia simu saa 3 usiku anaweza akanipokelea simu na akanipa ushirikiano wakati hapa katikati. Kwa hiyo ni mtu ambaye binafsi, kwanza unajua leo ni mara ya kwanza katika historia mimi nakutana naye hivi, yani kwenye kipindi. Kwa hiyo ile surprise inaendelea tena. Wewe ulikuwa unajua unakutana naye. Haya basi tuendelee na surprise. Ali ni muda mrefu. Mambo yamebadilika hapa. Kwa kweli hongereni sana Azam TV. Kwa kweli maendeleo yanaonekana. Ndio. Yaani maendeleo yanaonekana. Kile ambacho kwa kweli yani tunavyozungumzia Azam TV, tunavyozungumzia maendeleo ya michezo. Ndio. Azam TV is the only thing ambacho kwa kweli yani inahusika moja kwa moja. Lakini pia hata baada ya kufika nimeona maendeleo ambayo kwa kweli yanazidi kufanyika, maboresho ya teknolojia. Kwa kweli hongereni sana. Mmewacha nipokee kwa niaba. Okay. Na leo hii Charles bwana, sikutaka tuje na mayai tumweke katika ule uheshimiwa au nini. Leo tunaongea na kama nahodha wa zamani wa timu ya taifa, nahodha wa zamani wa moja klabu kubwa hapa nchini, mabingwa wa kihistoria Young African, lakini pia wakati akihudumu hapa katika kurugenzi ya michezo, alikuwa ni mmoja kati ya watu ambao wametumika katika masuala. Kwanza ile African Football League ambayo iliandaliwa hapa, EFL ameishiriki kwa kiasi kikubwa, lakini pia aliweza kwenda Ivory Coast wakati wa michuano hii ambayo tunakwenda kuangalia. Kuna majibu ya maswali yetu mengi ambayo tulikuwa tunataka kujiuliza, leo tunaweza tukayapata. Sasa tuanze kwa hapa Ali Mayai. Tumeangalia na tunazidi kuangalia jinsi ambavyo AFCON inazidi kupamba moto kule Morocco. Wachezaji wa kimataifa leo na jana nahodha wetu Bwana Ali Samata aliweza kujiunga na timu. Idadi ya wachezaji ambao wanacheza nje pia wameweza kujiunga na timu yetu. Kimsingi tumeweka kambi kule Egypt ambapo tulicheza mechi ya kwanza na Al Ahly Hudud, na tumekuja kucheza mechi ya pili na wanaitwa nani tena hawa, moja ya timu kongwe sana ambazo zilikuwepo huko miaka ya nyuma katika soka la Misri, jaribu kukumbuka. Lakini kikubwa ambacho nakizungumzia hapa, maandalizi ya AFCON kimchezo. Sasa hapa nakuja wewe kama mchezaji technically kimchezo. Kikubwa maandalizi huwa ni, unajua mchezaji huwa anatunzwa na timu. Wewe unapozungumzia national team huwa wachezaji wanakwenda kutumika, sio kuandaliwa. Yaani anachoandaa kocha, kwa mfano kama program hizi ambazo unaona timu zinakwenda, wengine wana program ya siku 10, wengine wana program ya wiki 2, walikuwa makocha mbalimbali wa timu ambazo zinashiriki AFCON. Wanachokwenda kule huwa ni kutengeneza mbinu, tactics. It's all about tactics. Wala sio sijui physical fitness au ni hapana. Ni tactics, lakini ni tactics ambazo zinaendana na aina ya wachezaji alionao, lakini pia na aina ya wapinzani aliopangiwa kwenye kikundi. Mashindano hayo unayoona kwa mfano makundi, si kila kundi timu 4, unaona kabisa kwamba target kwanza ni kuvuka kwenye hatua hiyo
kuondoka kwenye hatua hiyo kuingia kwenye hatua ya pili 16 bora kuingia robo finali. Kwa hiyo pale huwa approach normally one kama ndio huwa ni result oriented, yani kupata matokeo, ni kupata matokeo. Sasa wachezaji wale wewe ulio wa select kocha, unaangalia approach ipi sahihi utakayoitumia kwa kuiwezesha timu yako. Kwa mfano kama sasa hivi najua kabisa mwalimu, yani technical bench litakuwa limeshajua strength na weakness za wapinzani ambao tutakutana nao 23 Nigeria. Sasa tutaingia na approach gani? Ndio kitu ambacho kinachofanywa kazi. Approach ipi tutaingia nayo? Tutaingia na 4-3-3, 4-3-2-1, 3-5-2, 4-4-2. Approach ipi tutaingia nayo? Nani kule ambaye ni hatari? Nani kule weakness zao zilizoko Nigeria, labda katika baadhi ya mechi imeonyesha weakness gani? Kwa ni moja kati ya vitu ambavyo ndio huu vinavyofanywa kazi sasa hivi katika kipindi hichi, huwa ni masuala ya kuangalia tactics gani mwalimu ataitumia. Kwa hiyo kwa maandalizi kwa kweli hizo siku zinatosha, kwa sababu ni professional players. Kwenye timu huku under 17 ndio huwa kunahitaji kwanza kuchukua muda mrefu sana kwenye under 17, kwa sababu huko ni preparation, yani kuandaa. Lakini kwenye national team, kwenye senior national team huwa ni talent utilization wala sio talent development. Okay. Amenigusia swali muhimu sana Abel, ambao nakuja kwako. Nafahamu kwamba katika vyombo vya habari hususan magazeti, ambapo unaweka makala zako pale katika gazeti ya Mwananchi, kumekuwa kuna maoni, na tunafahamu Tanzania jinsi ilivyo sasa hivi. Kila mtu anamiliki TV online, kila mtu anamiliki maandiko yake katika peji yake, kila mtu ni kocha na kila mtu ni shabiki. Lakini moja ya swali ambalo limegusa na ulianzia kwako, nitarudi pia kwa Ali Mayai, ni kwamba katika safu yetu ya golikipa, yani mlinda lango, imezungumzwa kwamba tumepeleka magolikipa ambao hawana uzoefu wa michuano hiyo, na wengi wamezungumzia kwamba hiyo ni weakness kubwa. Sasa unadhani kwa nini imegusiwa zaidi katika eneo hilo? Kwanza ambao wanatoa maoni wako sahihi, kwa sababu eneo la golikipa ni eneo ambalo mara nyingi sio eneo ambalo la majaribio. Yani ni eneo ambalo unahitaji mtu ambaye ana uzoefu na kiongozi kiasili na ambaye amekuwa na muendelezo wa kucheza. Sasa ukitazama safu yetu ya ulinzi kwenye eneo la golikipa, kwa mfano mchezaji ambaye hakuna golikipa ambaye unaweza ukasema kwamba wakati kwa mfano msimu huu unaanza alikuwa ni golikipa chaguo la kwanza kwenye timu yake. Yani wote walikuwa ni makipa wanaosubiri kwenye timu. Ukiangalia Yakub hakuwa chaguo la kwanza Simba. Ukija kwa Masalanga hakuwa chaguo la kwanza. Nafasi zao alikuwa anacheza Pipin Kamara kwa Simba, kwa Singida anacheza Amase Obasegi yule Nigeria. Lakini ukija kwa Azam, Foba alikuwa ni golikipa chaguo la 3 nyuma ya Aish Manula na Isa Fofana. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba changamoto zilizotokea pia kwenye klabu zao hapa katikati ndio zimewafanya baadhi wapate nafasi ya kucheza. Kwa hiyo even hata katika klabu zao bado hawajawa na muendelezo wa kucheza angalau mechi 10 mfululizo ambazo pengine zingeweza kuwajenga kwa kiasi kikubwa. Ukitazama Masalanga sasa hivi kwa mfano kama Singida amekuwa anacheza mechi moja na Kanje mechi 3. Kwa hiyo bado anakosa ule muendelezo wa kucheza, lakini pia hata namna gani anaweza kupanga safu yake ya ulinzi. Lakini ukija kwa timu ya taifa unaweza ukaona kwamba Yakubu ni mgeni. Hii ni AFCON yake ya kwanza. Lakini ukiondoa tu AFCON, Yakubu hajacheza mechi za tournament kama hizi. Ukiondoa Chani ambao alikuwa na ilikuwa alikutana na quality tunasema zile za kawaida, kwa sababu level ya Chani ni tofauti na AFCON. Kule unakutana na wachezaji wa cream ya nchi. Yaani leo kama Nigeria wanaanza best 11 yao, maana wamemaliza silaha zao zote. Kwa hiyo of course maoni ya wadau yako sahihi, lakini sasa mwisho wa siku hakuna namna. Yakubu ni mchezaji ambaye yupo katika orodha na ndo anakwenda kama miongoni mwa magolikipa 3 wa Tanzania. Hivyo kwa Masalanga na Foba. Kuna kazi kubwa nadhani ya kuwajenga kisaikolojia hao wachezaji. Wakati mwingine pengine mimi naamini kuliko hata mipango ya kimbinu. Kwa sababu kama anavyosema Blazari hapo kwamba yale ni mashindano ambayo mwalimu hataki kutumia yani muda mwingi kuanza kumuelekeza mchezaji anakiwa afanye nini. Kwa sababu tayari tunaamini katika klabu yako vitu ushavipata. Lakini ni eneo ambalo kwa golikipa kumjenga zaidi kisaikolojia ili apunguze angalau hata hiyo kiasi cha makosa, kwa sababu of course kwa level ambayo
Yakubwa nayo au Masalanga na kwa namna ambavyo wamepita yani kitu ambacho mimi na imani makosa yatakuwepo. Unachozungumza, unajua eneo la kwanza potential katika football ni eneo la goalkeeping. Ndio eneo la kwanza. Ndio sababu huko mbele katika principles za football, huko mbele kote inaruhusiwa kuriski. Lakini kwenye eneo la ulinzi zero risk. Hairuhusiwi kutake risk. Na mtu wa mwisho ambaye ndo kiongozi wa safu ya ulinzi ni goalkeeper. Ndio kiongozi. Naturally goalkeeper ni kiongozi. Na wewe unajua lugha ya uwanjani. Lugha ya uwanjani huwa ni tofauti na lugha ya ofisini. Kabisa. Sasa Patrick, samahani, naomba simu yako. Hebu naomba unisaidie uwanjani ni kucommand. Kwa hiyo goalkeeper naturally huwa ni leader. Ndio sababu goalkeeper yani ni kawaida. Nenda, fika. Yani hiyo ni kawaida. Ni kuwafukia. Sasa ni moja kati ya vitu ambavyo experience ina thamani kubwa sana kwa goalkeeping. Kwa hiyo ni kweli ni risk ambayo kwa kweli kwenye selection iliyofanyika lazima technical bench itakuwa ilikaa ikaangalia ikatake risk. Ni risk ambayo sijui sababu zisizokuwa ni nini. Lakini kwa eneo la goalkeeping ni eneo ambalo ni kweli huwa halihitaji kutake risk, linahitaji mtu ambaye ana uzoefu, mtu ambaye ni leader, mtu ambaye tayari yani na kama hivi tunavyokwenda kwenye mashindano ya AFCON haya na baadaye tutakuwa sisi tutahost 2027, labda itakuwa programu hiyo kwa maana labda ya kuandaa hawa kwa ajili ya AFCON ya 2027, lakini kwa hiyo kweli ni riski kuwa na goalkeepers ambao wote kwa sababu wapo kinaishi Manula. Na hilo swala ndo ambalo limezungumza zaidi. Wanasema au wengi wamekuwa wakihusisha pia Aishi kwamba inawezekana akawa na playing time lakini uzoefu wake kama mkubwa. Na wanazungumzia wengine kwamba wapo baadhi ya wachezaji ambao kwenye kosi ya timu ya taifa kama ni swala playing time, hawana playing time kubwa. Na kuna wengine walishawahi kuchezea timu hiyo wakiwa hawana timu kabisa, wakaenda kwenye timu ya taifa. Kwa hiyo walikuwa wanahisi kwamba uwepo wa Aishi Manula hata kama asingekuwa goalkeeper namba 1 ungeweza kusaidia. Of course, uzoefu bado utaendelea kuwa uzoefu na especially kwenye eneo la goalkeeping ni kitu ambacho hakikwepeki. Kitu ambacho hakikwepeki. Leo hii hapa tunazungumzia hata wakati ule kina Momeja, kina Steven Nemesi, kina Juma Pondamali, yani uzoefu wao. Uzoefu tangia ndio kipindi kile walichokuwa wanacheza. Bado ni kitu ambacho kwa goalkeeping kina thamani kubwa sana. Ni tofauti na goalkeeper ambaye anakwenda na hasa yule ambaye pengine hajacheza na hata ile safu ya ulinzi. Okay. Hajacheza na safu ya ulinzi. Na hata kuna wakati mwingine naturally unajua goalkeeper hata kama ukiwa yani hata kama ukiwa kijana goalkeeper under 17 lakini unacheza unapangwa na mabeki wako pale wote labda 30 years na ni makapteni sijui nini. Modality of communication wala sio kwamba kapteni naomba ukabe unamfokea kwa sababu wewe ndio kiongozi. Ndio kapteni. Ni kapteni ndio wa timu. Ndio center half. Lakini goalkeeper na ni kijana unamwagiza kwa kumfokea. Kwa hiyo ni kitu ambacho katika eneo la goalkeeping ndio naturally yani huwa inatakiwa kuwa hivyo. Ndio behavior ambayo kwenye eneo la goalkeeping huwa ni lazima iwe namna hiyo. Sasa unadhani pamoja utakuongeza kabisa nilikuwa na mfano mmoja wa majirani zetu Uganda wana Dennis Onyango. Ndio. Alistaafu kama miaka 3 iliyopita. Lakini unaweza ukaona baada ya kipindi cha miaka 3 ambacho alikuwa nje, Uganda umekuwa na struggle sana eneo la golini. Sio kwamba wana makipa labda ni wazuri, lakini ile experience wanaikosa. Na ndio maana ukiangalia kwenye chani hii, mwalimu yule Paul Puti amemuomba Onyango arudi kwenye timu. Kwa hiyo Onyango ni sehemu ya squad ambayo iko AFCON. Inawezekana asicheze, lakini uwepo wake wanaamini kwa sababu ya ile uzoefu wake unaweza ukamsaidia yule golikipa mwingine ambaye alionyesha makosa mengi sana katikati. Ni kweli. Wow. Ni eneo ambalo mmoja hapo tumeweza kulizungumzia, lakini tukija katika timu nzima mmeweza kuzungumzia mambo mengi, benchi nini, lakini tuligusa hapa na kina Charles Abel nikamwambia kwamba teknolojia zimebadilika. Benchi la ufundi zetu unaweza kukuta kuna video analysis, ile benchi ni pana kweli na watu wengi ambao wameongezeka hapo. Sasa sisi tunaenda kucheza dhidi ya Nigeria. Ambayo hapa tunaongea sasa hivi bado hatujajua ile issue yao ya kwenda kwenye World Cup kutokana na sakata la Kongo imefikia wapi. Lakini tunaenda kucheza na Nigeria ambayo wanataka kutoa uthibitisho ya kwamba walipotea tu. Sawa bwana Charles? Walipotea. Sasa tukiangalia squad, maandalizi ambayo tunakwenda na kile ambacho tunakiona kwa upande wa Nigeria. Mpitia Nigeria we na maandalizi yao pale. Unaonaje?
Yeah, of course kwa taifa kama Nigeria maandalizi yao hawezi kuwa, yani ni maandalizi ya kiwango cha juu, kwa sababu ni taifa ambalo linaenda AFCON, sio kwenda tunasema kama sisi kwamba target yetu tunasema tukifika hatua ya 16 bora tutakuwa tumepata mafanikio makubwa zaidi, kwa sababu hatukuwahi kuvuka. Wao wanakwenda pale kama miongoni mwa timu ambazo zinapewa nafasi kubwa kutoa ubingwa wa mashindano. Kwa of course lazima maandalizi yao hata uwekezaji wao hatuwezi kulingana nao, na ndio maana unaweza ukaona juzi walikutana na rais yani mwenyekiti wa chama cha soka Nigeria, na akawapa yani aliambia benchi la ufundi, yani alikuwa na kikao na benchi la ufundi la Nigeria kumwambia kwamba malengo yao wao kama Nigeria ni kutoa ubingwa. Lakini unaweza ukaona ni walikuwa na changamoto, kwa mfano hapa katikati ya wachezaji, ile logistics za wachezaji kuwahi kwenye timu ya taifa. Lakini sasa hivi unaweza ukaona wachezaji wao karibia 98% wote washajiunga na kambi ya timu ya taifa. Kwa hiyo unaweza ukaona ni kwa namna gani watu wamekuwa wanatazama mashindano haya sasa hivi kama kitu ambacho wanataka kurudisha ile ari ya mashabiki wao ambao walishaipoteza kwenye kufuzu World Cup. Ni kweli, na kama alivyozungumza ni kweli Nigeria, yani hata ukiangalia kwenye kuna baadhi ya vyombo vyao vya habari yani kama vile wana deni. Yani kama vile mtu ambaye ana mkopo, kwa hiyo anapambana ili apate ile fedha alipe. Na hilo deni ni related to ile AFCON ya 2023 iliyofanyika 2024 Ivory Coast. Ile iliyopita ile. Kwa sababu ni moja kati ya kitu ambacho hata wa Nigeria hawakuamini ile mechi. Ile jinsi ambavyo walivyopigwa 2-1 na wenyeji, ndio wenyeji Ivory Coast, na wakatoa taji ya Ivory Coast. Ni moja kati ya wakati wao mabingwa wameshachukua mabingwa mara 3. Wameshachukua AFCON mara 3 na Nigeria wameshachukua ubingwa mara 3. Kwa hiyo ni moja kati ya kitu ambacho yani iliwaumiza sana. Ndio wakachukua Ivory Coast, iliwaumiza sana. Sasa hata hii hapa AFCON ya Morocco ya 2025 wanaingia wao mentally, wao ni kurejesha lile deni, kulipa lile deni la washabiki wao, kwa maana iliyopita tulifika finali tukafungwa 2-1. Sasa this time tunakwenda kutoa. Kwa hiyo ni moja kati ya kitu ambacho wao Nigeria wataingia na mentality hiyo, na hata kwenye media mbalimbali kule Nigeria, media mbalimbali zimekuwa zikiandika kuhusiana na malengo hayo ya Nigeria katika mashindano haya. Lakini kwa sisi tunanufaika. Unajua kukutana na Giant ni manufaa makubwa sana. Unapokutana na Giant, manufaa yake ni kwamba huwa unakuwa na extra determination. Yani unapokutana na Giant, yani kama vile unakwenda porini, alafu unaambiwa bwana hapa kuna wanyama, kwa hiyo bwana pita bwana, lakini huwa makini sana. Ni moja kati ya kitu ambacho huwa kinafanya kuwa 100% concentration, yani muda wote. Yani ndio manufaa yake. Ndio kuna faida na hasara. Lakini faida yake kutakuwa na yani hiyo kwamba naamini saa hizi coach ya technical bench limeshafanya analysis ya kutosha ya kuweza kujua strength, ya kuweza hata kujua, ndio kujua first 11 sio kazi rahisi. Ndio kuna wakati intelligence, yani kuanza japo hata ndio sio rahisi kupata mazoezi yao wanayofanya ili kuweza kujua nani hata nani, lakini japo kujua katika kikosi chao nani ni hatari, sehemu gani ni ambayo pengine ina weakness, ili sisi tuweze kuitumia. Kwa hiyo moja kati ya manufaa ni hayo. Sasa tutaingia na strategy ipi? Tukiingia na strategy sahihi itakuwa na manufaa makubwa sana, kwa sababu ni mechi ya kwanza ambayo itatusaidia katika mechi nyingine zinazofuata ya majirani zetu Uganda na wa Tunisia. Well, Charles, na hali hii ni sehemu ya kwanza tu ambayo tunaiongelea kuhusiana na ile tiketi yetu ya michuano AFCON kwenye kundi ambalo tunakutana na Nigeria katika mechi ya ufunguzi. Tunao jirani zetu Uganda, lakini vile vile wapo Tunisia. Licha hapo, maandalizi yetu yanaweza yakawa kipimo kizuri katika kuelekea michuano hiyo, hasa kwa mechi za kirafiki tulizocheza. Twende katika break, tutarejea. Naam, tumerejea na nikwambie tu hapa uwezi ukakosa 2-3 ambazo tuko nazo, lakini nikukumbushe kwamba nahodha wa zamani wa timu ya taifa ya Tanzania na Young Africans Alimai Tembele nipo naye hapa pamoja na mhariri wa gazeti la Mwananchi Charles Abel, na kubwa ni kuangalia zile siku kuelekea katika michuano ya mataifa ya Afrika, michuano ya AFCON ambayo inafanyika kule nchini Morocco. Charles, katika vitu ambavyo vinaangaliwa zaidi wakati mwingine, pamoja na yote nimezungumza, ni kipimo cha kwenda katika michuano hiyo. Tumeona baadhi ya timu hasa tukiwa sisi na Uganda tukicheza mechi na vilabu
Uganda ameona na FAR Rabat ambayo ipo katika michuano mikubwa, lakini sisi tumeenda kucheza na Al Udoud pamoja na Arab Contractors kama kipimo. Sasa tunaweza tukawa tunaangalia kwa namna tofauti, lakini kocha mahitaji yake ni nini? Au nadhani kwamba mahitaji gani alikuwa tufanya tucheze na vilabu hivyo au kutokuweza kupata labda timu nyingine za taifa au vilabu ambavyo viko kwenye level ya Champions League? Inawezekana mwalimu akahitaji mechi na klabu za kawaida pengine kwa ajili ya kujaribu kuona kile ambacho amekipanda kwa wachezaji wake kama kinaweza kimefanyiwa kazi au kijafanyiwa kazi na kuona ni nini akiongeze. Ingawa pia kwa upande mwingine inaweza ikawa sio sahihi kwa sababu unapocheza na level labda ya timu ya taifa ambayo pengine labda inashiriki mashindano kama hayo, pia mshindani mwenzio, inaweza ikaongeza ile kiwango cha wachezaji cha umakini, yani kuanza kuwatengenezea wachezaji kufahamu nini ambacho kiko mbele yao. Unapocheza na timu ya taifa na klabu, inawezekana wachezaji wakachukulia kama ni mazoezi tu, sehemu ya mazoezi, na ile kiwango cha seriousness kikapungua kulinganisha na wanavyocheza na timu ya taifa. Kwa hiyo ni kitu ambacho kina pande zote mbili, kina faida kwa upande mmoja lakini pia kina hasara kwa upande mwingine. Of course ndio, ni kweli kama alivyosema Charles, yani kwenye lakini waga ni kwenye pre-season. Kwa sababu hii sio pre-season. Kwenye pre-season ndio waga kuna zile procedures zile ambazo unaanza simple to hard. Yani unaanza kucheza na timu kama ni mtihani. Unaanza kumpa mtihani wa darasa la kwanza, baadaye unampa mtihani wa darasa la 4, baadaye unampa mtihani wa darasa la 7, baadaye unampa mtihani wa form 4, ndio waga kwenye pre-season. Ndio procedures. Lakini kwa sababu hii ni short term, ni vizuri uanze tu moja kwa moja kwa sababu as far as tunakwenda kwenye mashindano makubwa katika bara la Afrika, ni vizuri kuanza moja kwa moja tu na top level, ukiwapata wa Misri, ukiwapata hata wa Ivory Coast, ukiwapata, hiyo ina manufaa makubwa sana. Ina manufaa makubwa sana kwa sababu unapata ile kweli ile kind of competition ambayo utakutana nayo kwenye mashindano. Wakati kwenye pre-season kwenye timu huku ndio si kuna muda na ni ligi. Kwenye pre-season ni maandalizi ya ligi. Kuna mechi nyingi. Kwa hiyo kwenye mashindano haya kwa kweli ndio kucheza na vilabu hivyo, lakini naamini itakuwa jitihada zilifanyika za kutafuta kucheza na timu za taifa. Labda ikashindikana. Ndio ikabidi wakapata vilabu, wakaenda kucheza na vilabu. Kwa hiyo siku zote kupata huwa ni tofauti na kutokupata. As far as wamecheza na vilabu, kuna kitu mwalimu atakuwa anakiangalia kwa ajili ya kutumia kwenye mashindano hayo, ingawa ndio bado ni risk tofauti na unapocheza na timu ya taifa, na timu ya taifa hii yenyewe ambayo inashiriki katika mashindano. Ukiipata hiyo huwa inakuwa na manufaa makubwa sana. Kuna swala wanazungumzia hata Euro ikiwepo drama zikosekane. Moja drama kubwa ambayo inagusiwa sasa hivi au imekuwa ikizungumziwa sana ni ya timu ya taifa ya Cameroon. Samuel Eto'o amekuwa mtata. Toka alivyoingia mwanzoni mpaka alivyo hivi sasa alivyorejea, kumekuwa kuna issue kubwa sana. Kwa nini kumekuwa kuna utata mkubwa sana? Tuliangalia miaka ya nyuma kina Ladji Diop wakitolewa katika timu, au hao wachezaji ambao sasa hivi ni viongozi walivyokuwa kilalamikia uongozi au FAT zao, mashirikisho yao, kwamba inawaburuza na madeni kuwa mengi. Sasa kwa karibu ya mtu kama Eto'o, unadhani kwa nini kumekuwa kuna utata namna hii kwa Cameroon? Unajua Eto'o anaifahamu vizuri Cameroon akiwa mchezaji na sasa hivi akiwa kiongozi. Kwa hiyo yeye mpaka anafanya maamuzi kama ambayo ameyafanya, nadhani anafahamu tatizo liko wapi. Unajua Cameroon leo ikifanya vibaya, yani ni sio rahisi kwa Cameroon as taifa kunyoshewa kidole kuliko anaponyoshewa kidole Eto'o. Yani dunia nzima itamzungumzia Eto'o kabla ya Cameroon. Na ukiangalia hata katika AFCON ya Ivory Coast, nakumbuka baada ya timu kutolewa, Eto'o alitaka kufanya maamuzi fulani magumu, hata kufukuza wachezaji karibia wote wa timu ya taifa, na akasema yuko tayari kutoa nafasi kwa wachezaji wa timu ya under 20, under 23. Kwa hiyo ina maana pengine kwa tafiti zake kama mchezaji wa zamani na kiongozi wa FA anafahamu matatizo ambayo yapo katika timu, na ndio maana unaona anachukua hizi hatua za kuishape hiyo timu ya taifa ya Cameroon. Na sio tu timu, ukiangalia hata katika ligi yao, yeye sasa hivi ndio amekuja na structure ya malipo kwa hizi klabu kwa wachezaji wao. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo Eto'o anavifahamu kuhusu mpira wa Cameroon. Nadhani ndio anavifanyia ile, sasa anaanza kunyosha taratibu. Of course mabadiliko sio jambo jepesi kwa sababu tayari kuna watu wale wana uzamani. Lakini naamini Eto'o anafahamu nini anachokifanya.
Of course ana experience kama walivyozungumza, kama hata wakati nakumbuka George Weah wakati ule yeye alikuwa na finance timu kusafirisha, ni mchezaji lakini alikuwa analipia, kama nakumbuka wakati ule amekuja hapa yeye ndo alilipia ndege kila kitu. Kwa hiyo ni moja kati, kwa hiyo kwa Samuel Eto'o kwa kile anachokifanya, ndio kuna kamati ndo zinafanya maamuzi, lakini kile anachofanya maamuzi na wao kinalenga moja kwa moja kwa wachezaji. Wanapozungumzia hii hapa AFCON ya Ivory Coast, alizungumza hata na wachezaji, alifoka, nafikiri ile kujuaga ile alivyofoka kiwango cha determination, yeye hakuridhika kabisa na kiwango cha determination ya wachezaji. Alizungumza hiyo kwamba mnapocheza katika vilabu vyenu ndio mnaipwa mishahara huko, vilabu ndio vinawalipa, lakini determination ambayo ninaiona hapa ambayo wameiona katika kuna mechi hiyo ndio rafiki waliofungwa hiyo, akasema determination, yani kiwango cha determination kilikuwa iko chini sana, na akatoa kabisa mifano. Kwa kile anachokizungumza yeye Eto'o anakizungumza kwa sababu ana experience na huwa ana straight kwa wachezaji moja kwa moja, kwa sababu yeye kwa uzoefu aliokuwa nao na anajua kila kitu kinachofanyika. Kwa hiyo kwa maana nyingine, Charles na Ali, inawezekana kabisa kwa mfano rais wa TFF Wallace Karia anayatambua, akawa anatambua na akataka kufikia maamuzi, Watanzania watakubaliana nayo kwamba anajua mmeteua timu hapa, sio hivi, akiteua au akafikia maamuzi kama ya Samuel Eto'o ambaye anayafanya kwa sisi tulivyo hapa. Sasa kwa selection ya wachezaji huwa ni kawaida. Yani wewe kuona huyu mchezaji bana Patrick mbona kamwasha yule bana, wakati mimi yule namuona ndo nategemea sana. Hiyo ni kitu cha kawaida. Sasa lakini approach ya kukufikishia ujumbe ndio inatofautiana. Yeye Eto'o anazungumza tu moja kwa moja kwenye media, lakini approach nyingine ni kawaida, kama kabla hata kutangazwa mnakutana kamati bana, kwa nini umemchukua huyu hapa? Kuna sababu hii na hii na hii na hii, jamani mnasemaje? Ni kitu ambacho huwa kinafanyika. Sasa approach ndio tofauti ile ambayo Eto'o anaitumia na alipuka moja kwa moja. Lakini pia ukiangalia mgogoro huu wa Eto'o na national team ni zaidi na wizara. Of course kuna yani wizara bado inasimama na Mark Bryce yule kocha wa zamani, lakini Eto'o anasimama na kocha mpya ambaye amemteua ambaye naye ni mzawa. Na ukiangalia yani mjadala mkubwa ni wachezaji wawili ambao wameachwa sana, kipa Onana pamoja na Vincent Abubakar, ambao katika hali ya kawaida sio wachezaji wabaya, yani wachezaji ambao ndo wanaibeba wenye majina ya Kameruni kwa sasa hivi. Lakini maana kuna changamoto zao nyingine, ndio maana akasema kwamba hadi wanafikia maamuzi hayo. Katika hali ya kawaida sidhani kama kuna timu ambayo inaweza kukubali tu kumwacha mchezaji ambaye ni mzuri au labda ana experience au ana jina kubwa. Inaonekana labda hawa ni labda katika tafiti zao za nyuma, pengine labda ndio chanzo cha migogoro kwenye timu, au labda nidhamu yao imekuwa iko chini. Kwa mfano kama unakumbukumbu, kuna wakati Onana national timu imeitwa tayari, kuna ruhusa ya FIFA kwamba wachezaji wanatakiwa wajiunge na timu ya taifa. Onana alibakigi kwa ajili ya kucheza mechi yake, alafu baada hapo akachukua ndege akarudi. Yani anaona kama timu ya taifa ni timu ambayo mimi naweza ngacheza hata mechi mbili ndani ya siku mbili na kusiwe na shida yoyote, kitu ambacho of course akikuwa sawa. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo yapo hapo, lakini hali sasa tuende kwenye experience yako kwenye maandalizi. Ulikuwepo kule Ivory Coast na uliweza kuangalia jinsi maandalizi yalivyokuwa, na tunaangalia maandalizi jinsi yalivyo hapa Morocco. Tunaenda kuona kitu chenye tofauti mkubwa. Kwa kweli hapo ndio utaona kwamba kwa nini watu huwa wanashindana kuhosti mashindano hayo. Kwa nini watu huwa wanashindana hivi? Unajua, kwa mfano kama mashindano yaliyopita ya AFCON ya Ivory Coast ilivunja rekodi. Viewers walikuwa ni 1.2 billion viewers waliangalia kupitia media mbalimbali, TV, achilia mbali kwenye online hawa, kwenye live stream. Kwenye live stream ilikuwa ni 2.something B. Hiyo yenyewe inathibitisha kwamba ni haya mashindano makubwa sana. Kwa hiyo attention ni ya dunia. Yani watu wote wanaangalia. Kwa hiyo ni moja kati ya kitu ambacho huwa kinathibitisha kwamba haya mashindano yani yana mchango mkubwa sana. Unavyoona nchi inagombania, kunakuwa na competition kugombania kwa nini mhosti. Unapohosti unanufaika, sio tu unanufaika katika sekta ya michezo, lakini sekta zote, uchumi wa nchi unanufaika, lakini pia kuna vitu vingi sana ambavyo watu wanajifunza. Kwa mfano hata katika masuala ya hiyo event management,
event management. Unajua ni tofauti na kuandaa hivi vitukio vidogo vidogo hivi. Matukio ya kimataifa huwa yanahitaji kuwa na knowledge, yanahitaji ma specialist. Ndio sababu unaona kwa mfano umezungumzia AFL, African Football League, ile kampuni iliyokuja hapa ni kampuni specifically ambayo huwa inatumika na FIFA na CAF kwa ajili ya kuandaa matukio kama haya. Ndio walikuja hapa ile mechi ya ufunguzi ya Simba na Al Ahly, mechi ya ufunguzi African Football League Mkapa, walikuwepo pale mwezi mmoja kwa maandalizi ya event hiyo ya siku moja, mwezi mzima maandalizi. Lakini baadaye sasa ndio unakuja kujifunza, lakini pia kuna watu wengi sana wamejifunza na wamepata knowledge. Mmoja kati ya watu waliopata knowledge hiyo kwa mfano kwenye matukio haya ya football pale TFF Kizuguto, Baraka Kizuguto ni mmoja kati ya vijana ambao wamepata knowledge kubwa sana kutokana na masuala haya ya kuandaa matukio, mechi hizi za kimataifa na matukio kama haya ya CHAN na hivyo AFCON. Kwa hiyo kwa hapa kama hivyo unavyoona kule Morocco, utalii, kwa sababu watu wanaokwenda, watu waachilie mbali, watu watakaokwenda, watu wasifikirie timu tu, hata washabiki ambao wanaokwenda. Kwa hiyo kuna masuala ya accommodation, masuala ya logistics, masuala ya transport. Kwa hiyo uchumi wa nchi una manufaa, lakini pia infrastructure. Watu wanapozungumzia infrastructure, watu wanafikiri infrastructure labda ni sports infrastructure, miundombinu, labda viwanja vya michezo, barabara, reli. Unavyoona Ivory Coast, umenikumbusha Ivory Coast, mechi zile zilichezwa Abidjan, miji mitano ilikuwa Abidjan, Korhogo, Yamoussoukro, miji mitano ilikuwa ndio unajua tutaikumbuka miji mingine, lakini ilikuwa miji mitano, lakini movement zile logistics yani ilikuwa perfect, iwe ni kwa barabara zenyewe ambazo zilikuwa zimetengenezwa, lakini specifically kwa ajili ya AFCON. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba baada ya AFCON jamii imenufaika, nchi imenufaika. Kwa hiyo ni miongoni mwa vitu ambavyo kwa kweli hata sisi hapa wa Tanzania, Kenya na majirani zetu Uganda kuhost hayo mashindano, kuna vitu ambavyo of course ndio vingine vimeshaanza. Kwa mfano miundombinu ya michezo, hata miundombinu hii hapa kwa barabara ambazo kwa mfano kwa hapa Dar es Salaam ambazo 2026 nafikiri mingi miradi yote itakuwa imekamilika. Kwa hiyo masuala ya logistics, ile movement itakuwa ni rahisi sana. Kwa hiyo ni moja kati ya kitu ambacho kina manufaa makubwa sana ya huko mbele ya safari, kukuza sekta ya utalii, lakini pia kutoa ajira kwa vijana. Charles, tuligusia kidogo swala hili na Ali nimeona ameweza kulizungumzia kuhusiana na hali nzima ya kuweza kufanya uandalizi. Nilikuwa naangalia baadhi ya picha hapa zikionyesha viwanja. Kuna mataifa ambayo pia alishawahi kuandaa michuano kama hii, viwanja vimegeuka magofu, zimeshindwa kutumika. Yani kwamba kuna muda na kwenda. Lakini Morocco tumeona wametumia viwanja ambavyo vinatumika na vingine wameweza kuviboresha. Lakini bado narudi kwako Charles, kwa sababu wewe pamoja na uchambuzi, wewe unashika chombo kikubwa sana. Unajua watu wengi wanasoma makala hizi. Watu wanasoma makala na watu wanasikiliza. Amegusia hali hapa, swala ambalo lipo nje ya uwanja, kwamba sio swala la football tu na hizo infrastructure ambazo zinazungumziwa, lakini kuna maswala ambayo nani anapaza sauti ili watu waweze kusikia kwenda katika maeneo haya. Umeelewa? Wewe kwa jinsi muda ule ukwenda, nimeangalia hapa juzi kati nimeona katibu mkuu wa Baraza la Michezo akiwa kwenye kituo kimoja cha redio akizungumzia kampeni ambayo inakwenda. Lakini swali langu likaja nikasema nilikuwa nimeongea na Charles hapa. Ushirikishwaji unaona uko vipi? Hasa kutokana na kwamba kwa jinsi nilivyoisikia hile inahusika eneo moja, lakini sijaona maeneo mengine, au kuna maeneo mengine ambayo utakuwa najitegemea zaidi? Kwa AFCON hii niseme tu kwamba ushirikishwaji upo, lakini binafsi nadhani unatakiwa kuongezwa zaidi kwa hii ya Morocco, kwa sababu pia timu yetu ipo na shiriki. Lakini kwa 2027 nimeona katibu mkuu wa wizara anajitahidi kwa kiasi kikubwa kufanya ushirikishaji wa vyombo vya habari. Ukiangalia kwa mfano kama jana ametoa statement ya serikali kwamba watachukua viongozi wa halmashauri ambazo zitaandaa mashindano ya AFCON, yani miji ambayo itaandaa AFCON 2027. Dar es Salaam, Zanzibar, Arusha, Dodoma, yani watachukua kwa Dodoma nao wanafaidika kwa sababu kuna uwanja mmoja utatumika nadhani kwenye raundi ya mwisho ya ile mechi ambazo zitachezwa muda mmoja. Kwa hiyo watawachukua yani kwenda Morocco kwa ajili ya kwenda kupata huo uzoefu.
lakini pia na watendaji wengine wa wizara pamoja na taasisi kadhaa. Kwa hiyo unaweza kuona jinsi gani ambavyo tayari wizara yenyewe ishaanza hiyo mikakati kwa ajili ya AFCON 2027, lakini mwisho wa siku wadau muhimu pia ni vyombo vya habari. Yaani taarifa hizi unajua inawezekana mipango ikawa ipo na ni mizuri, lakini kama vyombo vya habari havishirikishwi inaweza watu wasijue na hata hiyo hamasa ikawa isiwe kwa kiwango hicho. Kwa hiyo nadhani jambo la msingi ni pale tulipo tuendeleze zaidi. Yaani kwamba ushirikishaji uwepo na wadau mbalimbali washirikishwe, hasa vyombo vya habari. Lakini pia kuna wito ambao alitoa Mbwaduke last week kwamba na sisi wadau wa vyombo vya habari tusisubiri hadi serikali, kwa sababu unajua hili ni jambo la wote. Yaani inawezekana sisi tukawa tunatazama faida kwa upande wa serikali tu, kwamba sijui mambo ya utalii sijui na hiyo kiuchumi na vinginevyo, lakini hata kwa vyombo vya habari Patrick, kuna faida kubwa sana mashindano haya yanapofanyika nyumbani. Unajua leo media zikitengeneza agenda ya AFCON kuwa agenda ya nchi, maana sisi wenyewe tunafanya biashara kupitia AFCON kabisa. Lakini ukidogosha AFCON 2027 maana tunajitia kitanzi tu sisi wenyewe kabisa. Yes. Tena nakumbuka, nafikiri hata kuna stewards ambao tulipata fursa ya kwenda kupata kufundisha uzoefu kule stewards kule Morocco. Nafikiri idadi ndio sijajua, lakini nakumbuka kuna stewards pia. Kuna nafasi hiyo, fursa hiyo pia Tanzania, Kenya na Uganda tulipata fursa hiyo, nakumbuka, ya kupeleka kule stewards kwa ajili ya kujifunza. Kuna binti wa TFF wamepata nafasi kwenye VIP. Yes, Amina. Amina. Unajua stewards wetu sasa, watu walikuwa hapa ni kawaida tu kwa sababu ya utamaduni wetu, ilikuwa ni kawaida tu stewards wetu za ndio washabiki wako huko nyuma na yeye anaangalia mpira. Kinachotokea nyuma akifahamu. Sasa kikitokea chochote hapa ndio sasa ni moja kati ya vitu ambavyo katika mashindano hayo huwa tunajifunza, kama unavyoona wenzetu ambao tayari wanaita crowd management protocol, zile protokali za how to manage crowd. Ni moja kati ya vitu ambavyo stewards wetu watapata fursa ya kwenda kujifunza. Kwa hiyo baada ya hapo, maana yake ni kwamba itakuwa ni kawaida. Wewe unavyoona hivi Ivory Coast, Morocco, South Africa, Algeria, Egypt, hata sasa hivi waambie bana, mwezi ujao tunakuja mashindano ya AFCON, they are ready, kwa sababu they have everything, achia mbali miundombinu, hata wataalamu. Kwa hiyo na sisi huko katika miaka inavyokwenda, kadri miaka inavyokwenda, tunaweza kuwa tuna host sasa mashindano haya consecutively. Yani kuna mashindano gani John hapa tu host, kwa sababu miundombinu tutakuwa tumedevelop, lakini pia na wataalamu wa kumanage hayo mashindano, hiyo michezo, watakuwa tayari wameshapata experience. Kwa mfano mmoja wa namna gani kwa mfano media inaweza kunufaika kwenye CHAN, Mwananchi kulikuwa na toleo maalum la mechi ya ufunguzi, yani ile ufunguzi wa CHAN. Nakumbuka kulikuwa na kopi kama 50,000 hivi ambazo zilinunuliwa na taasisi mbalimbali za serikali, yani kopi 50,000. Kopi 50,000. Wow. Ambapo wizara pia ilinunua, na yani taasisi mbalimbali za serikali zilinunua na zilienda kugawiwa kwa mashabiki ambao walikwenda kwenye mechi ile ya ufunguzi. Kwa hiyo kumbe creativity nzuri sana. Of course ilikuwa ni toleo maalum la CHAN, na kwa mara ya kwanza ilikuwa ni front page. Yani front page na back page ya Mwananchi, sio Mwanasport. Mwananchi ndio ilikuwa imelead CHAN, yani CHAN kiujumla. Wow. Of course. Kwa hiyo of course tulipata faida, lakini yote kwa sababu ya CHAN. Wow. Shazabeli ametupa nondo ya msingi sana hapa, ambayo tumeigusia kuhusiana na kile ambacho au nafasi ya media katika kuhakikisha kwamba swala zima la maandalizi na swala zima la kuweza kukaribisha wageni katika michuano ya CHAN linafanyika vipi. Lakini hatujamaliza, tunaenda katika mapumziko, tutarejea. Tumerejea na sehemu ya mwisho kabisa, ambayo itakuwa takriban dakika 10 nikiwa na mchezaji wa zamani wa TV ya Taifa Ali Mayai Tembele pamoja na mhariri wa gazeti Mwananchi Charles Abeli. Tumegusa mengi sana, lakini hebu nipe kwa uzoefu wenu, kwa uzoefu wako, kwamba group letu sisi kama tulivyosema tuna Nigeria,
tuna Tunisia, tuna Uganda na sisi Tanzania. Ndio watu wanajadili kwenye grupu letu sisi, maana kuna mtu mmoja pia anasema katika grupu letu sisi wote ni kwenye ile FIFA ranking wote ni double digits. Sisi tu ndo triple digits. Yeah. Kwa sababu yani wote wako katika zile nafasi za chini ya 100. Lakini sisi ndio tuko nafasi ya 107 Lakini 107. Sasa tumedondoka kwenye mechi ya of course ni ya 12 kwenye FIFA ranking, lakini wengine wote Uganda wako juu, Nigeria ndio wako juu zaidi, Tunisia wako juu. Kwa hiyo wenyewe watu hata wale wenyewe ambao tunashindana nao wao kuna yani seriousness fulani kwamba hawa haina shida. Kitu ambacho sisi sasa tukitumia sasa effectively, sisi tukitumia kwamba effectively. Unajua ndio sababu katika mechi kama hizi huwa kocha tulikuwa hata mnafundishwa. Kuna mechi mnakwenda kucheza mpira, lakini kuna mechi mnakwenda kupambana kucheza mpira. Yeah. Hizo ni mechi ambazo tunatakiwa kwenda kupambana kucheza mpira. Sio kwenda kucheza mpira, kupambana kucheza mpira. Kwa hiyo ni moja kati ya kitu ambacho tunatakiwa kuwe na kwa wachezaji specifically kuwa na extra determination, lakini pia kocha kuingia na strategy sahihi. Na hapo Ali, wakati tunazungumzia strategy tuligusia sehemu ya ulinzi, lakini tukianza kuangalia for the record katika michuano hii tumetupia nyavuni magoli mangapi? Sare tumepata sare mechi iliyopita zile. Tumeshinda mechi ngapi? Ni issue kubwa sana. Na tukianza kuangalia standard ya ligi yetu hapa Tanzania, most of the players ukimwondoa Paul Peter ambaye amekuwa drop katika hii timu mpaka sasa hivi ambapo tunafika, ni foreign players ambao wanaonekana wako juu. Ambao wako juu ndio. Ukimwondoa Paul Peter na Saleh Karabaka nadhani. Of course ndio. Sasa ni kweli kwamba kwa wachezaji wa ndani, wewe unazungumzia hapa ndani. Ndio. Sasa sisi bahati mbaya watu wanakuwa tunategemea sana wachezaji kutoka ndani, ndio changamoto. Watu wanafikiria hivyo, wakati mentally sisi tunatakiwa tuwe na wachezaji ambao wanacheza katika ligi mbalimbali, mataifa mbalimbali, kwa sababu wenzetu wote wanaona wamefanikiwa. Hivi ninavyozungumzia Uganda nafikiri more than 50% ya wachezaji ni more than 50% ya wachezaji wana diaspora wengi sana. Diaspora ni wachezaji ambao wanacheza katika ligi mbalimbali. Kwa hiyo kitu ambacho inakuwa ni rahisi kwa sababu timu kama Komoro sio? Kama Komoro, unazungumzia Komoro wote 100%. Kwa sababu unazungumzia timu inalelewa, wachezaji wanalelewa na timu. Kwenye timu ya taifa wanakuja kutumika tu. Wanakuja kutumia zile talents na knowledge na kila kitu walicho nacho ambacho wanakipata kwenye timu zao, wanakuja kukitumia kwenye timu ya taifa. Ndio sababu kocha yeye anachoangalia ni kuangalia tu uwezo wako atakutumiaje, sio akudevelop. Kwenye kukudevelop ni kundi under 17. Yeye anatumia tu, anataka atumie tu uwezo wako. Ndio kitu ambacho kwa Watanzania tunatakiwa tuelewe hivyo. Kuna changamoto ndio katika eneo la striking, eneo la finishing ni moja kati ya maeneo ambayo hata mwalimu aliyetangulia, mwalimu Hemedi Moroko, katika mahojiano katika mechi zote ambazo amekuwa akicheza, akimaliza mechi huwa mahojiano anaonekana kabisa kuzungumzia eneo lile la finishing, eneo la mwisho la kumalizia. Kwa hiyo ni moja kati ya kitu ambacho naamini Gamondi atakuwa ameangalia strategy ya kuweza, kwa sababu ndio wakongwe kama Samata na Msuva bado wanaweza kuwa na mchango katika eneo hilo la kumalizia pale. Ni moja kati ya kitu. Kwa sababu strategy ya namna ya kutoka, kufika na kwenda kumalizia, lakini pia na kulinda ndio kitu pekee ambacho kinatakiwa kifanyiwe kazi na kitekelezwe, na specifically katika mechi ya kwanza dhidi ya Nigeria. Hemedi Moroko alikuwa mtaalamu sana katika swala la kujilinda. Akifungwa idadi ya goli ni goli ndogo tu, ukiondoa mechi ya mwisho majaribio ile dhidi ya Iran. Unamwona Gamondi akiwa katika strategy ambayo alizungumzia Ali Mayai, hasa kwa kucheza mchezo wa ufunguzi. Unajua inawezekana pia mwalimu akawa ni mzuri katika kujilinda na timu inaonekana labda inaweza kufanya hivyo, lakini mpinzani wako yuko bora na akaweza kuvunja huo ubora wako. Kuna pointi ya msingi sana ameiongea hapa Ali, kwamba jambo la kwanza ni timu kufanya analysis ya wapinzani wakoje, kwa sababu unaweza ukaingia katika mchezo ambao unaamini kwamba unatakiwa kujilinda na mpinzani akakaa kwake akawa anategemea counter akakuti. Kwa hiyo ni namna gani ambavyo wapinzani watakuja, lakini bado nadhani tuna aina ya watu ambao wamekuwa bora sana katika kujilinda, pamoja na changamoto kwa mfano kama ya kipa tumeiongelea, lakini mimi nina imani sana na muendelezo wa ubora ambao Baka na Jobu wamekuwa nao.
yani wamekuwa ni sio tu bora, lakini pia wamekuwa ni viongozi katika eneo la ulinzi. Yani kuna wakati Taifa Stars tumeshuhudia ilikuwa inapata matokeo wakati mwingine sio kwa ubora wa zile timu, ni ubora wa Jobu na Baka katika kuipanga safu ya ulinzi ya timu. Kwa hiyo mimi nina imani kwamba uwepo wao kwenye timu unaweza ukaongeza kitu kikubwa sana katika maeneo, katika namna ambavyo timu itakuwa inajilinda, kwa sababu ni wachezaji ambao wana zile sifa ambazo Kakali amezisema hapo, kwamba ni wachezaji ambao wanaweza kufanyia kazi mpango wa timu, lakini wanaweza wakapambana ndani ya uwanja. Ukitazama kwa mfano mchezo wa hatua makundi Yanga na JS Kabili, unaona kabisa walivuja jasho, yani kwa ajili ya kuhakikisha timu inapata matokeo. Sasa katika mashindano kama haya, ukiwa na commitment ya aina hiyo, inaweza ikasaidia kuambukiza wachezaji wengine na ikawa na mchango kwenye timu. Ali, motisha zinazungumzwa sana kwa timu za wenzetu, motisha na haifichwi. Tshisekedi ameongea na nafahamu kwamba rais wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan amekuwa na habit ile ya kuweza goli ya mama lipo, lakini sasa kuna motivation ile ya mzigo, kwamba ukivuka hatua, kushinda mchezo huu, ukienda hivi kuna mzigo. Ni moja kati ya kitu ambacho nafikiri kuna watu walizungumza hiyo. Nafikiri itakopachilia mbali hili goli la mama ambalo limekuwa na mchango, litakuwepo katika mashindano hayo, lakini pia nafikiri atazungumza msemaji atazungumza, kwa sababu ni moja kati ya kitu ambacho kwa mataifa yetu kimekuwa na mchango mkubwa sana. Kimekuwa na mchango mkubwa sana kwa wachezaji, kwa sababu mental, yani kinaongeza extra determination. Mtu kama ulikuwa na determination yako asilimia labda 80, lakini panapokuwa na motivation tena kama hiyo, determination yako 99%. Kwa hiyo concentration ni kwenye kutekeleza kile ambacho yani maono yako na matarajio yako yameshajiwekea kwamba bana, mimi nitapata hicho. Kwa ni moja kati ya kitu ambacho inawezekana kukawa na viwanja au nini whatever, ni moja kati ya kitu ambacho kwa viongozi wetu naamini kitakuwepo. Tunisia wehu mashabiki, Nigeria usiseme, wale tena wanaendaga kama shopping kwenda kutafuta. Sisi na Uganda kidogo hapo shughuli ipo. Unaonaje, nini ambacho kinaongelea kuhusiana na mashabiki na mvuto wa timu ya taifa kwenda kuipa support? Mvuto wa mashabiki unajua ni wakati mwingine pia na hali ya kiuchumi nayo inachangia. Mimi naamini Watanzania wengi wanatamani kuwepo Morocco kuisupport timu, lakini ukiangalia pia ile hali ya kiuchumi ya mtu mmoja mmoja wakati mwingine inawafanya pia watu wengi wasiweze kusogea, kwa sababu ukiangalia hayo mataifa mawili uliyotaja, Nigeria na Tunisia, ni mataifa ambayo hata ukiweka kwenye kulinganisha kiuchumi na nchi yetu wametuacha hata kipato cha mtu mmoja mmoja. Lakini kitu ambacho nakiamini, unajua kuna kundi kubwa la Watanzania wanaishi Morocco na wengine wanasoma. Kwa hiyo kwa maana ya support tayari ya kuanzia tunao, lakini bado kuna mchakato ambao tumeuona sasa hivi serikali imeanzisha kumotivate, na kuna utaratibu ambao umewekwa kwa mashabiki ambao wanataka kwenda Morocco, yani kupata huo usaidizi ambao unaweza ukawafanya kwenda. Kwa hiyo naona kwa upande mmoja, kwenye upande wa swala la mashabiki kuna jitihada zinafanyika ili timu ipate angalau support. Ali, kwa wale walioko nyumbani hapa, Azam TV inaonyesha game zote. Azam TV inaonyesha game zote. Na hiyo nataka nilitoe mfano hiyo kwamba Ivory Coast wakati wa mechi zile timu ilipokuwa inacheza ilikuwa inaruhusiwa watu kuangalia, kuacha shughuli nyingine. Ilikuwa inaruhusiwa watu kuangalia wakati timu inacheza Ivory Coast, wakati wa mashindano, wakati wana host kule. Kwa hiyo waliopo Ivory Coast ndio hamwezi kujaa uwanjani wote. Uwanja watu 60,000. Watu kwenye mji mko watu milioni 20, milioni 10. Hamwezi kwenda kwenye Abidjan. Hamwezi wote kwenda uwanjani, lakini mlioko huko, sehemu yote mlipo, shughuli zote zinasimama, mnaruhusiwa kuangalia mpira. Moja kati ya kitu ambacho kina motivate, kwa hiyo ndio sababu ya kuwa na experience ya kujifunza. Kwa hiyo hata hapa katika hiyo AFCON hii hapa kwa kujifunza kuanzia hii hapa kabla hiyo 2027, naamini kuna vitu vingi sana ambavyo Tanzania yani serikali itakuwa imesha yaandaa kwa ajili, na kuna kamati ziko mbalimbali za kumotivate, za kuhamasisha promotion kwa ajili ya kuandaa kupromote wa Tanzania kuiunga mkono timu ya taifa na kuhamasisha ili pale sasa kapo host 2027 iwe ni amsha kweli kweli kama vile ambavyo Ivory Coast wenzetu walifanya. Well, hali ni kushukuru pamoja na Chazaba, tumeweza kupiga kama dakika 50 hivi ambazo zinaonekana ni ndogo sana kwetu, lakini bado hatujamaliza. Nilikwambia hatujamaliza kwa sababu bado tutakuwa na cha mwisho kabisa. Unajua timu sasa imebakiza siku chache kabla kuingia kule nchini Morocco, lakini pia maandalizi ya Azam Media
yapo. Surprise zipo. Surprise. Yeah. Na niwaambie tu surprise huwa zinazungumzwa, ila mwenyewe surprise kagoma kusema kwamba hata surprise ya mtu kurudi nyumbani. Kwa hiyo Tembele Ali Mayai ambaye mmemisi, tutakuwa naye katika chambuzi ya baadhi ya gemu za AFCON. Naona cha sababu umefurahi bwana. Sio surprise. Sio surprise. Si umesema wewe mwenyewe umeikataa surprise. Umesema umerudi nyumbani. Kwa hiyo angalau umetupa ile umerudi nyumbani to give back to community, kusema kwamba utashare kile ulichokuwa nacho na wale waliokumisi kidogo uweze kuzichambua kabisa. Kwa hiyo ni nyumbani, kwa sababu nyumbani. Asante sana. Naam, hapa ndio tunafikia tamati ya kipindi hiki. Tukutane muda na wakati kama huu wiki ijayo.